Katikati ya mkutano tukapokea taarifa kuwa rais wa Marekani ametutishia. Hilo lilikuwa kosa kubwa sana wamefanya. Yaani sisi sio wa kutishiwa kiasi hicho ambacho wao walikuwa wametutishia kifo kwa namna ile ambayo walifanya. Sisi tukaamua kuambia makamu wake ambaye alikuwa pale hatuendelee na mkutano. Alipouliza tukamwambia asome vifungo vya makubaliano. Cha kwanza tukamwambia rais wake amekivunja hicho, na tukaondoka. Kwa kifupi, hatujaenda kufuata picha sisi, kwa sababu tulienda pale kwa ajili ya kukubaliana ili tuweze kujua mwafaka kutokana na hiki ambacho kinaendelea. Lakini wao sasa, wakati tunakaa kwenye meza ya makubaliano, tumeona tena wanaanza kutushtua na kututisha wakati huo hata tujaanza kukubaliana. Ndivyo ambavyo tulipanga. Mbona tukubaliana hivyo? Na yeye kwa nini hajali sisi tumetoka Iran mpaka kufika eneo la tukio ambako tulikubaliana kama tutakutana? Na kwa nini kabla hata tujakubaliana tena endelee kutoa vitisho? Ina maana yeye anaona sisi ni watu wa kutishiwa ovyo kama vile ambavyo anaamini kwamba sisi tutatishika. Kiufupi, sisi hatukwenda pale kufuata picha. Wakati tumekaa pale tukaona picha zinaanza kupigwa, ina maana wanatugeuza sisi kuwa watu wa propaganda. Haya ni maneno ya Mohamed Ghalibafi ambaye ni spika wa bunge la Iran, ambaye alikuwepo kwenye makubaliano kati ya Marekani pamoja na Iran, ambapo Marekani iliwakilishwa na makamu wa rais ambaye ni JD Vance, huku Iran pia ikiwakilishwa na wajumbe akiwemo Mohamed Ghalibafi ambaye ni spika wa bunge la Iran. Mtazamo wako na maoni yako ni yapi? Usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube kwa taarifa zaidi ambayo nasomeka Dodoma TV.